Sasa nakuuliza wewe sasa. Kwamba Yesu subiri sasa nitakuuliza wewe. Hadi hakufundisha watu mwanamke. Haya mpe utatufundisha. Sura ya 2 222. Baada billahi minash shaitani. Amekimbilia hilo, kukimbiana tena hakuna hapo. 2:122. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Waambie ni nini? Huo ni uchafu. Twende. Basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi zao. Mpe. Umesikia hiyo? Hiyo ni Qur'ani hiyo. Inasemaje? Ya kwamba mtu ajitenge na mwanamke akiwa na hedhi. Hiyo ni Qur'ani. Sasa upande wa Biblia. Subiri, mimi sijauliza Biblia. Subiri wewe Maina. Sijauliza Biblia. Unajua wewe ni muongo sana. Hebu mimi muongo, tutajua leo. Hebu mpe huyo kaka ya mwisho huyo. Ili tuone wewe na mimi nani muongo. Wakati nauliza swali hili. Nimeuliza juu ya Yesu ama Biblia? Umeuliza kwa Biblia. Kwa Yesu ama kwa Biblia? Umeuliza kama sisi tulipewa Injili. Yesu alifunza wapi hii mafunzo? Asante sana. Nikakwambia. Subiri kwanza. Kumbe hilo fundisho mimi nilikuwa nilijua kwa nani? Kwa Muhammad. Ulikuwa unataka kujua kama Yesu alifunza. Mpe sasa huyo, acha uongo wake. Mpe tena. Wewe umenisikia sasa? Nini? Unaitikia nini? Ya kwamba Yesu alifunza, hivyo ndio ulikuwa unauliza. Alifunza nini? Kama mwanamke akiwa na hedhi, anastahili kukaribiwa. Yesu amefundisha hilo? Tuingie kwenye Biblia. Sitaki Biblia. Si Biblia niliongea. Rudisha sasa hapo. Umenifungulia Qur'ani. Mpe huyo. Ukasoma. Wacha tusome sasa Biblia. Subiri, mpe maiki huyo. Si tusome Biblia. Mpe maiki. Mbona unataka Biblia? Mpe maiki. Waislamu, takbir. Huu ni ushindi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu kafika kwa basi hapo akajificha. Hata spika hazipati vizuri. Aliyekuja kuuliza swali, nisikilize vizuri, akadai kwamba yeye ni mtu wa Injili, sio mtu wa Biblia. Nikamwambia kuna mafundisho ambayo aliyofundisha Nabii Muhammad Injili haikusema. Nikamuuliza mara ya pili, kasema gani? Nikampa hilo andiko. Sio Biblia, tunachozungumzia ni Injili. Mpe tena huyo, hakikishe hilo kama nadanganya. Huyu kwa mwisho. Tulichozungumza wewe na mimi, si ulisema ni mtu wa Injili? Ulitaja Biblia? Hapana, nilitoa tu maandiko kwa Qur'ani. Huyu sasa niombe radhi, mpe. Chukua maiki, niambie pole. Na kwamba pole na tunajasoma Biblia. Kwa sababu unavamia mambo unajui. Nikuulize lako la Biblia unijibu. Subiri. Unataka la Biblia. Hili kwanza tumalize. Ndio sasa ndio tujue kama Biblia ni uongo ama ni ukweli. Subiri sasa. Unataka swali la Biblia? Si swali la Biblia. Mimi niliuliza swali gani? Niliuliza swali gani? Kwenye Biblia. Mpe huyo sasa. Si ananitaka huyu. Sura 23 aya 12. La Biblia hilo tafuta sasa. Si unaitaka Biblia wewe? Sura ya ngapi nimesema? 23:12. Anzia 12. Baada billahi minash shaitani rajim. Si unaitaka Biblia sasa? Nieleze juu ya Biblia. Twende. Na kwa yakin tulimuumba mwanadamu kwa udongo ulio safi. Mpe kwanza ni mpime huyu. Wanadamu si tuliumba kwa udongo? Kwenye Mwanzo 1:26. Sitaki Mwanzo 1:26. Mimi najua Biblia. Mimi nakusomea hiyo sasa. Utaenda kwa Biblia. Unakataa hilo ama unakubali? Kwamba sisi tuliumba kwa udongo? Tuliumba kwa mchanga. Unakubali Mimi nakubali. Mpe sasa. Sio mchanga bana, udongo. Mchanga unaweza peperushwa na upepo. Ndio Mungu hakuzungumzia habari ya mchanga. Kama ni mchanga tajuana huko. Twende sasa. Kisha safi tukamuumba kwa tone la manii. Twende. Mbegu ya uzazi safi lililowekwa katika makao yaliyohifadhika. Twende. Kisha tukalifanya tone hilo kuwa pande la damu moja, na tukalifanya pande la damu hilo kuwa pande la nyama. Twende. Kisha tukalifanya pande la nyama hilo kuwa mifupa. Malisa. Na mifupa tukaivika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Maiki.
Hiyo ni baada ya mwanaume na mwanamke kukutana. Hiyo process ndio inaendelea sasa. Inaendelea hivyo. Hiyo hakuna mtu ajui, kila mtu anajua. Twende vizuri. Si unataka Biblia wewe? Sasa tusome moja. Hakuna moja, nisikilize mimi kwanza. Tusome Genesis 1:26. Kwani mimi nimezungumza hapo? Si Qur'ani imesoma. Subiri, imesemaje? Biblia isomwe. Hebu subiri hapo. Subiri Maina. Usiwe na haraka bana. Unajua usiegemee pande moja. Mimi siegemei pande moja. Nisikilize kwanza ili unijibu. Sawa? Sasa nakujibu kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Qur'ani kuna kitu kinaitwa manii. Sawa? Kisha manii yakawa pande la damu. Kisha pande la damu likawa pande la nyama. Kisha pande la nyama likavikwa mifupa. Kisha Mungu anasema akamfanya mwanadamu kuwa kiumbe kingine. Hiyo ni Qur'ani. Na Waislamu wote tunakubali kwamba sisi tumeumbwa hivyo. Ulikimbilia Biblia wewe. Nataka utueleze wa Kristo kwa Biblia yenu mliumbwaje? Andiko 1:26. Twende kitabu cha Mwanzo. Ataenda wapi huyo? Hao wanamkataa Nabii Muhammad, lakini stage za vile mwanadamu ameumbwa, aliyekuja kuzungumza na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa mujibu wa Islam, sisi tulianza manii, kisha pande la damu likawa pande la nyama, pande la nyama likavikwa mifupa. Baada ya kuvikwa mifupa, tukawa viumbe wengine. Tunawaangalia wa Kristo, si wako pale na viatu vyao, waeleze wameumbwaje kwa mujibu wa Biblia. Amesema Mwanzo 1:1. Soma. Mungu akasema, safi, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ndio wakawatawale samaki wa baharini. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Nyie mmeumbwa hivyo? Tumeumbwa hivyo. Aje? Tuache nikumalizie. Hakuna wewe unimalizie mimi unataka kuniua. Hapa hakuna mambo ya shortcut. Hakuna Waislamu tagi. Hato mmeumbwaje? Isome kidogo na hapa ndio mwisho. Haya, Wakristo wameumbwa, Mungu akasema na mwanaume na mwanamke wanalala pamoja na kunywa manii ambayo ni sperm. Tuambie process hakuna mtu ajui. Ampe huyo. Hata tusome Biblia. Na mngejuaje kama si Allah kumfungulia Nabii Muhammad sallallahu? Mngejuaje nyinyi? Chuki tuna mtume. Soma hilo andiko hilo. Acha tumsomee mwalimu. Soma. Anasema anataka Biblia, eti mimi nataka Biblia. Ndio hiyo. Mungu akasema, ndio, na tufanye mtu kwa mfano wetu, safi, kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini, twende, na ndege wa angani, na wanyama, ndio, na nchi yote pia, ndio, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Safi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, safi, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Ndio hivyo mmeumbwa. Hivyo ndio tuliumbwa sasa. Nyinyi sasa. Sasa tulikuwa subiri sasa. Kwa mambo ya uumbaji, ujue kwanza tulikuwa mambo ya hedhi. Mwanamke akiwa na hedhi anafaa kukaribiwa. Huko tumetoka wewe. Huko tumetoka. Rudisha tena, rudisha maiki. Rudisha maiki. Ndio kwanza tujue. Haya, peana maiki. Kaka mimi niko makini sana, usinione hivi. Na niangalie vizuri, ukitaka namba nakupa simu. Wakati nafundisha hili, alikuja akasema yeye ni mtu wa Injili. Hakutaja Biblia. Wewe ukaja huko nyuma ya gari. Sijui ulikuwa ukivuta sigara, sijui ulikuwa unafanya nini. Ukaja mbio ukaja kuuliza mambo ya Biblia. Naye nikakwambia Biblia. Ndio nikakutaka utoe ushahidi wa Biblia. Baada ya Mungu kutuambia sisi Waislamu kwamba imetumika manii. Kisha manii baada ya siku 40 Mwenyezi Mungu akageuza yakawa pande la damu. Kisha 40 zingine yakawa pande la nyama. Kisha 40 nyingine nyama ikavikwa mifupa, tukawa viumbe vingine. Wewe bibi uko naye nyumbani, sijui kama watoto wako waliumbwa vile Biblia inasema, ama bibi yako ilifikia hatua akakwambia sitaki omenea, anataka kula makaa. Shida iko wapi? Tumboni kuna kitu. Mungu anataka kufanya shughuli yake tumboni. Unasema sisi Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Yaani umeumbwa wewe kwa mfano wako, unakuja hapa. Hebu sulia kwanza. Waislamu takbir. Allahu akbar. Iwe pamoja na. Kuna ubishi uko hapa. Huenda ukatatua ubishi huo. Mimi niko na swali tu. Kabla ya swali, nataka kwanza nyote mkiri kwamba hili Yesu hajafundisha. Muingie kwa maswali. Sawa
Hiyo ilikuwa ya Maina na ameenda. Ameenda na japo ya Maina ameenda, mimi sijaenda. Sasa sababu kwa swali langu. Nataka kwanza mkubali. Mimi nimekuja darasa hili. Mwalimu. Yesu hajafundisha tuendelee. Nimekuja darasa la hesabu. Wewe utanifundisha Kizungu ama Kiswahili? Sasa tuko kwa hesabu bado. Naomba unifundishe. Hebu subiri hapo. Kuna ubishi uko hapa. Hapo tutakuja kama ni mada utaweka kama mada. Sio mada hiyo. Hiyo sio mada. Basi tusizungumzie. Usiwekee vipengele kwa ajili ya kuna mwalimu hapa tunaomba tufanyike ndio. Hata mimi mwalimu. Ndio nasema aje. Nasema hivi. Sikatai nyinyi. Kwanza mkubali kwamba hili Yesu hajafundisha, kisha muingie maswali yenu. Gani hilo hajafundisha? Mpe huyo. Sura 2 aya 222. Chukua maiki msomaji. Mpaka mkubali kwanza hili Yesu hajalifundisha, ndio mkuje kwa maswali yenu. Twende, inasemaje? Ngapi mwalimu? Sura ya 2 aya 222. Wewe mimi sisahau. Twende. Hatari sana. Huyu kalikoroga huyu. Kisha kalikoroga kakaa kando. Kisha ukawachia matatizo wenzako. Inasema mwalimu. Twende. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Rudia tena. Wanakuuliza juu ya hedhi. Twende. Waambie nini? Huo ni uchafu. Maliza. Basi jitengeni na wanawake safi wakati wa hedhi zao. Mpe sasa. Tulipoanzia bwana ni kuhusu Yesu na Muhammad. Kuna mtu alikuja akasema yeye ni mtu wa Injili. Nikamwambia kuna mafunzo ambayo Qur'ani kupitia kinywa cha Nabii Muhammad. Qur'ani imesema, Injili haikusema. Kasema maneno hayo gani? Nikamtolea hili. Allah anasema hivi, wanawake zetu sisi Waislamu wakiwa katika hali zao za kawaida, basi sisi tujitenge nao mpaka watakapokuwa safi. Nikamuuliza, je, wanawake zenu nyie wakiwa katika hali hiyo nyie hufanyaje? Kasema na sisi pia tunakaa kando. Uko hapo huyo, kwa sababu huu ni uchafu. Nikamuuliza kwa fundisho hili sasa, Yesu kasemaje? Kwa ufupi. Subiri, sio kwa ufupi, ina urefu hiyo. Wote wameshindwa kutoa. Akaja mtu akataka kuielezea Biblia. Nikamwambia swala hili sijasema la Biblia. Ukitaka la Biblia na kuingiza kwa Biblia, nikamuingiza kwa swala la Biblia na akapiga saluti. Sasa mimi narudi kwako nikumalizie unielewe. Ili swala hili la kwamba wanawake wakiwa katika hali zao sisi tujitenge nao mpaka watakapokuwa safi. Yesu kalisema hili. Okay. Mimi kwa mjibu wa Biblia, asisemi Biblia. Siwache niendeleze, umeeleza katika mingi. Nipe katika moja. Si umeniuliza, nimekwambia hiyo kwa swali langu. Mkristo uanga hafuati jambo moja. Ndio. Sisi mambo ya hedhi imetajwa kuanzia mwanzoni. Sijasema mwanzo. Kwanza nimalize ndio. Imetajwa kuanzia mwanzoni, iko kwa Biblia. Kwa hivyo so long as imetajwa, wewe ungetoa kauli kwamba Wakristo kwa Biblia, maana kitabu tunachokiamini ni Biblia, mambo ya hedhi haijatajwa. Hapo ndio ningekuwa naelewa kama una swala. Subiri sasa. Lakini kwa mjibu wa Biblia inatajwa siku ni ngapi? Kama ilikuwa andiko. Usiongee sana. Sinienda kwa swali lako. Hata yule mwenzako alikuwa na andiko kama lako. Lakini na wewe unauliza nini kama lipo? Subiri sasa. Wauliza nini? Wakati tunaulizana, tulitaka Yesu. Sisi tunafuata manabii wote. Peana maiki. Chukua maiki msomaji. Pole pole. Peana maiki. Si mimi nilikuwa na swali. Peana maiki na swali. Ninauliza swali langu. Chukua maiki dakika moja. Siwaje niulize swali tu. Peana maiki sasa. Usikuwe mbishi. Sio mbishi. Nataka ukiri sasa. Ukiri kwamba hili Yesu hajasema. Ikiwa Yesu hajasema, iliyosema ni Biblia. Nikupe nafasi ya kutoa andiko la Biblia. Mpe maiki. Mwalimu, niko. Usiongee peke yako. Dakika moja mimi nitakuwa nimemalizana na wewe. Hii haikuwa swali langu. Hii andiko ndio Muhammad aseme Waislamu tangia dunia iumbwe. Hii maneno amukuwa nao na amukuwa mnayajua. Ili muyajue ilikuwa ni lazima Muhammad aseme. Kumbe Muhammad, pole pole siwaje nimalize. Kumbe Muhammad kama Mwalimu, umeomba mimi niseme.
aseme ilikuwa lazima Muhammad awaambie nyinyi, maana hamna habari, hamna taarifa ya hii maneno. Sisi hatumoja. Wacha nimalize. Peana maiki. Unaona? Peana tena maiki. Nataka nimalize kama unataka kunipe. Mimi maneno ya hivi haikui Yesu anifunze. Chukua maiki msomaji. Wacha nimpe tu, hata hakuna haja ya swali. Chukua maiki. Hakuna haja ya swali. Chukua maiki. Jamani, mimi narudia tena, hawa wanachokataa kusema ni kwamba kumtangazia Yesu live kwamba hakusema. Ikiwa mtatangaza kwamba Yesu hakulisema hili tena, kakiri kwamba maneno haya anayosema Muhammad, kumbe Nabii Muhammad kasema, wameitikia. Sasa tunarudi kwa Yesu. Je, Yesu kasema hili? Ikiwa kasema, toeni ushahidi. Kama hajasema, mwalimu, hii maneno tulikuwa tumemaliza. Ngoja kidogo. Hii maneno tulisema mambo ya Yesu kufuza mambo ya hedhi, hii hakuna. Ile maneno iko kwa Biblia. Na tunaenda kwa Injili tukasema hiyo. Mambo ya Biblia wachana nayo. Mambo ya Injili wachana nayo. Hiyo tulimaliza. Twende discussion nyingine. Kama unatoroka sema. Peana maiki sasa. Mimi niko hapa sitoroki. Mimi nataka mkiri, semeni hadharani watu wakisikia kwamba hili jambo Yesu hajasema. Hicho tu. Mkishasema hajasema, lakini kuna aliyesema mwingine. Mwalimu, nimekuambia tulia hapo. Unataka aje? Hebu sema tena. Hakuna andiko kama hiyo unataka kufunza watu. Huo ndio kutokuwa na uoga. Leo unamkataa Nabii Muhammad. Unamkataa Nabii Muhammad. Mpe sasa. Akiri wewe mwisho tena ulize swali. Nataka niulize swali. Kwanza kiri. Kauli yako ilikuwa hii. Kiri mbele ya watu. Hii ilikuwa ni swali yako na huyu. Mwalimu. Naomba tafadhali. Hii haikuwa swali langu. Mimi sina swali na hii haikuwa gari nimeingia. Ulimemalizana na huyu amekuambia hakuna. Hakuna swali napokea. Basi sawa tu. Kiri mbele ya watu nikupe nafasi. Sio kwa swali langu. Rudisha. Watu wanalazimisha. Unataka nikiri nini? Bwana wewe nikieleza kwamba utanisikiza. Nimefundisha kwa mujibu wa tunisikize. Nimefundisha kwa mujibu wa Biblia. Biblia inafundisha haya maneno. Mkristo hajaanza kusoma vitabu na Injili. Tunasoma kuanzia mambo ya Musa. Wewe Muhammad ilikuwa lazima aseme. Maana kabla ya Muhammad mambo ya Yesu Muislamu hajui. Usimeze maiki, peana maiki. Swete nikuulize swali. Peana maiki. Wewe unataka swali? Kwanza kiri. Haikuwa swali yangu, sitakiri. Sitakiri maana si swali langu. Asiwezi kiri. Peana maiki, peana maiki. Waislamu takbir. Yule kijana kwa ushujaa amekiri kwamba haya mafundisho Yesu hajafundisha. Kwani amepigwa bakora 100 yule? Kama jibu unalo, toa jibu. Kama jibu huna, kwanza kiri kwamba haijafundishwa, kisha nikupe nafasi ya kuuliza swali. Hayo ni maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa Wakristo mnamkataa Muhammad kwa chuki, lakini mafundisho yake mnapata, sura ya 17 aya 105. Twende sasa hivi, wanataka 17:105 Qur'an inasemaje? Mimi nataka atakaye kiri aseme mimi nimekubali hili fundisho Yesu hajafundisha, lakini nina swali langu, nitampa maiki. Kama unaogopa kukiri, swali lako halitopokelewa mpaka ukubaliane na masharti yaliyowekwa. Inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Rudia tena. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Safi. Ndio tumeteremsha Qur'ani. Safi. Na kwa haki ndio imeteremka. Endelea. Na hatukukuleta wewe Nabii Muhammad, hatukukuleta ila uwe mtoaji wa habari njema na mwonyaji. Safi. Yeye Nabii Muhammad, yeye ni mtoaji wa habari njema. Tena Nabii Muhammad yeye ndio mwonyaji. Sura ni ya 5 yake ya 15. Wamkatai Nabii Muhammad kwa chuki. 5:15 Qur'ani. 5:15. Hizi chuki hazitowasaidia. Bado mnafuata mafundisho ya Nabii Muhammad. Yesu asingeweza kusema hayo. Angeasemaje wakati hana mke? Haya ni mafundisho yanafundishwa na mtu ambaye ako na mke. Yesu asingeweza kuyagusa hayo.
Twende sasa. Enyi watu wa kitabu, safi, amekwisha kufikieni mtume wetu, safi, anayekudhihirishieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika kitabu, safi, na usamehe mengi. Nabii Muhammad yako na tabia ya kusamehe sana mambo mengi. Endelea. Bila shaka imekwisha kufikieni nuru. Waislamu takbir. Naikataa nuru ya Nabii Muhammad bure. Endelea. Mwenyezi Mungu, rudia tena haya. Bila shaka safi, imekwisha kufikieni nuru, safi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Na kitabu kinachobainisha kila jambo. Kwa kitabu hicho safi, Mwenyezi Mungu huwaongoza wenye kufuata radhi yake sana katika njia za salama sana, na huwatoa katika kiza kuwapeleka katika nuru. Waislamu takbir. Ikataeni nuru wa Muhammad, lakini bado kwa wafuasi wa Nabii Muhammad.